Alivyombonda ndo mimi kushtuka. Nilivyoshtuka nikaangalia mume wangu amelala. Yule mtu naye amesimama mbele yetu. Hili jambo lilonikuta mimi kwanza la kushangaza. Sina bifu na mtu. Sijajua ni kwa nini. Hata mimi sielewi. Nasema mume wangu, shika hili panga. Hebu mpige huyu hapa, anaendelea kutumlika toshi. Kwa hiyo mimi nikaa kama najitetea. Nimekuja kuzinduka baadaye sana. Na huyu mtu yuko hapa ananisikia ujue. Yuko hapa. Na haijaisha mpaka iishe. Kwa majina naitwa Nancy Martin Alphonse Mpenuke. Naishi hapa Magomeni, Mpanda. Ili tukio limetukia tarehe 13 alfajiri, ambayo ilikuwa ni saa 9 inaelekea saa 10. Na tulivyovamiwa ilikuwa ni tukio la uvamizi. Tulivyovamiwa, hilo tukio mimi nililisikia, lakini sikuwa na ule uelewa kwamba tumevamiwa. Yule mtu alivyokuja inaonesha kwamba aliingia na jiwe kubwa. Lile jiwe kubwa akambonda nalo mume wangu. Alivyombonda akachukua nyundo yake akambonda nayo. Alivyombonda ndo mimi kushtuka. Nilivyoshtuka nikaangalia mume wangu amelala. Yule mtu naye amesimama mbele yetu. Nilivyosema mume wangu, hebu muone huyu mtu, ndo akashtuka, akaa kama ananiangalia, tukaangaliana, lakini sikumuelewa yule mtu. Akachukua nyundo iliyokuwa pembeni pale akanigonga nayo. Lakini mimi katika ile kujitetea ni kama namlukia, ikawa ile nyundo alonipiga nayo ikadondoka chini. Ilivyodondoka chini nikapiga kelele, nikaita mwizi, majirani mwizi. Ndo akarudi nyuma kidogo, akawa ametulia pembeni kidogo kama anatusikilizia hivi tukio linavyoendelea. Mimi nikanyanyuka, kuna vifaa vingine pembeni, ilikuwa ni msumeno na panga. Nikaviendea, nikarudi pale ambapo mume wangu amelala. Na ukizingatia alikuwa ameshapigwa jiwe, ameshapigwa zile nyundo 2. Kwa hiyo mimi nikaa kama najihami kujitetea sasa, namtishia. Nasema mume wangu, shika hili panga. Hebu mpige huyu hapa, anaendelea kutumlika toshi. Kwa hiyo mimi nikaa kama najitetea. Yule mtu akawa amekimbia. Basi ndio ikawa hivyo. Fahamu zilivyoendelea kurudi, nikamwambia basi yule mtu amekimbia, tutoke nje angalau tuite majirani. Ndio yeye akajikaza, tukaenda kuita majirani. Ndio ilivyokuwa hivyo. Hali kwa kweli ujauzito una kama miezi 6.5. Lakini muda huo hiyo situation inaendelea ya kuvamiwa. Yaani ni kama nilijikaza tu ili nisiwe na ile pressure kwa ajili ya kujitetea. Maana nilikuwa nimeshaona kabisa mume wangu anaweweseka pale. Kwa hiyo nilikuwa sina jinsi tena ya kujitetea. Ikabidi tu nijikaze kwenda kufuata vile vifaa ambavyo tulikuwa tumevificha sehemu. Na nadhani hakuviona. Kwa hiyo nilijitahidi tu hivyo, nikaenda kuvichukua, nikaondoa ile hofu. Yaani nilikuwa kama namuomba Mungu niondolee hiyo hofu. Ndo nikachukua vile vifaa, nikaa kama namtisha. Kwa hiyo hofu ilikuwepo, lakini nilijikaza tu. Walikuwa ni kundi la watu au walikuwa ni mtu mmoja na anaonekana kimavazi kimeonekana? Alikuwa ni mtu mmoja. Kwa mimi nilivyomuona alikuwa ni mtu mmoja, lakini sijajua kwa nje napo walikuwa ni watu wangapi. Maana hata ile kishindo cha kukimbia nilisikia kama ni kishindo kikubwa sana, yani sio mtu mmoja. Lakini pia kwenye upande wa mavazi alikuwa amevalia tu ni t-shirt ni kaushi fulani zile za ngumu za Nike. Zina namba mbele na nyuma ya njano.
na ni mrefu kiasi, ni mwembamba wa kawaida tu. Cha kwanza hatukuripoti serikalini kwanza. Tulihitaji ukaribu kwanza na majirani. Kwa hiyo majirani walitusapoti kusaidia kwamba wale watu wa serikalini, mwenyekiti, balozi wanakuwa karibu na sisi. Tulipewa huduma kwanza kukimbizwa hospitalini. Kwa tulivyofika kule, kuna ndugu yetu mmoja akatusaidia, maana tulikuwa serious sana. Tuliumizwa sana. Kwa hiyo tulivyofika kule hospitalini walitufanyia matibabu, na huku PSC zinatafutwa. Kwa zilivyofika pale huduma ikakamilika. Kwa majina naitwa Martin Alphonse Mpenuke. Naishi Magomeni, mtaa Magomeni huu hapa Mpanda, Katavi. Mnamo tarehe 13 ilikuwa alfajiri mida ya saa 9 hivi kwenda saa 10. Kitu ambacho nilikuja kujishtukia ni damu, zinatoka damu kichwani. Kwa hiyo nimeshika ukuta nyumbani. Basi nadhani tukio lote alioeleza mke wangu hapa lilifanyika, mimi sikulifahamu. Kwa mpaka nakuja kupata fahamu niko kwa majirani. Yaani mke wangu ndo alinishika kama vile ananivuta kwenda kwa majirani. Kwa ndo fahamu zikaanza kurudi. Lakini baada ya maelezo mengi nilikuta kuna jiwe pale, nilikuta watu walikuja kutusaidia pale asubuhi yake. Nilikuta kuna jiwe kubwa sana ambalo yule bwana alitumia kuniponda hapa. Lakini pia hapa karibu nilipokuwa nimelala kulikuwa na Biblia. So Biblia ndio ilinisaidia zaidi kupunguza ile force ya lile jiwe. Kwa hiyo ile force ya ile jiwe ilipunguzwa na Biblia. Maana yake kama isingekuwa Biblia, maana yake hiki kichwa kingekunjwa namna hii. Kwa sababu ni jiwe kubwa ambalo lilikuwa kule jikoni, alilichukua jikoni kwenye shule yangu pale. Alilichukua. Kwa hiyo baada ya hapo nilishangaa nimekuta nimepigwa nyundo. Naweza kulikuwa na nyundo pale, alikuta nyundo imepigwa hapa na hapa, nikapigwa nyundo huko. Sasa baada ya hapo ndo tukawa tumeenda hospitali. Baada ya majirani na mdogo wangu kufika pale, anaitwa Maximini Mpenuke, kama amefika pale kunisapoti pamoja na balozi na mwenyekiti ambaye ni Nswima, akaja mahali pale akanisaidia na majirani zangu pale. Kuna mama mmoja yuko pale jirani yangu akanisupport sana, pamoja na majirani wengine. Ndio akanipeleka wapi? Hospitali. Baada ya kufika hospitali nikapata matibabu, walinihudumia manesi kwa ufasaha zaidi. Lakini pia akaniambia Jumatatu niweze kurudi kwenda kusafisha donda. So in general kwamba ndio hivyo tukio liko. Ila mwanzo kabisa tukio mke wangu kama alivyoeleza ndo analifahamu. Sawa, labda rai yako ni ipi kwa wananchi? Mimi nadhani rai yangu, napenda niongee kitu kimoja. Naomba upendo uendelee. Kwa nini wanadamu tunakuwa na roho kama hizi? Mimi sijajua tatizo nini. Sina bifu na mtu. Umeona? Sina mashaka na mtu, lakini nashangaa ile hali imenikuta, nashindwa kuelewa. Rai yangu, ninaomba wananchi, hebu dumisheni upendo. Upendo ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Kama mwanadamu unaweza kumfanyia mwanadamu wenzako. Kumbuka wewe ni mwanadamu, ana moyo kama wako wanadamu. Mfano mimi damu zimetoka sana. Umeona? Mpaka nikasema hii damu zangu haziwezi zikapotea bure. Lazima aliyefanya hivi Mungu atalipa tu. Umeona? Hebu tunaomba tudumishe upendo. Na pia wananchi, nilikuwa naomba kama kuna serikali kupitia mwenyekiti Nswima wameona watengeneze kitu kinaitwa ulinzi shirikishi. Wafanye ulinzi shirikishi kama kawaida, wasione kama kuna usalama sana, maana kuna vijana wengi ambao hawana kazi, wako mtaani wanafanya vitu vya ovyo sana. Umeona, kuta saa nane. Sasa kama mambo ilikuwa ni saa 9, maana yake kwamba wapo wengi, sio mmoja. Mimi wako wengi wanafanya hii kazi ya kuingilia watu, kuwanyang'anya mali zao. Nadhani huyu jamaa ilikuwa sio kuingilia mimi kunyang'anya mali. Sina hela. Umeona, sina hela. Isipokuwa tu labda huyu mtu umeona, sijajua ni wivu wa lile eneo, mimi sijaelewa. Umeona? Ukweli kabisa, sina bifu na mtu. Na sina fedha kusema kwamba atachukua fedha. Na huyu mtu kama ilikuwa ni fedha, angekuja niambie, bwana naomba hela. Ningempata simu, ningemkabidhi. Umeona? Lakini huyu alikuwa na nia ya kuniua mimi. Rai yangu, hebu ninaomba wananchi,
tudumishe upendo, tudumishe amani na ulinzi. Ni hilo tu mtumishi. Na walipovamia ndani, ni kitu gani ambacho waliondoka nacho? Ndio maana nimesema hizi ni hila tu. Hakuna kitu chochote kilichoondoka. Hizi ni hila tu. Mimi sielewi. Yaani mimi nahisi, yaani sijajua. Sina bifu na mtu. Sasa sijajua ni nini. Hakuna chochote alichoondoka. Zaidi waliacha nyundo. Nyundo ambayo walikuwa wanaitumia. Nadhani walikuwa wanatumia kuvunja milango. Ile nyundo ndio nadhani ninayo mpaka sasa.